Then nimekaa na watu wanasema, "Hii mtu inakuaje mwalimu? Leo kanifokea." Namwambia mimi kidogo mbia rafiki yangu. Ndala zangu hizo sivae ni nyeupe. Tabia, wewe za nini? Wewe kesho unalinga na ndala zako." Sio watu hawa. Ya binti wanapenda kwa wanakaa pamoja ni marafiki. Wanakorofishana hivi. Ngoja kuna okay, hawa namna pekee ya kuweza kuwasaidia. Jamani, huyu mwenzako yuko hivi, si ndio? Magundua analalamika sana. Nini cha kufanya? Basi bwana, ndala zako siweke hapa. Toa. Hata ukitoa ngie tu ni wakorofi. Japo ndo nasema hivyo kwamba ni rafiki yako sasa. Yaani kuna vingine tu anako vichukulie kawaida. Yaani mchukulie ndo ana madhaifu hayo. Yeye anabwatuka muda wote. Ukimweza Ukigundua pia mtu kama yeye nikigundua anafanya hivyo, maana kuna shida. Kwa nini ana akiambiwa jambo linakuja linatoka ndani kwa nguvu. Kuna shida pia, maana kuna mambo huyu mtu aenda alikuwa anafokewa sana. Kwa anafokewa kiasi kwamba sasa akiona mtu anamhoji ni kama anaanza kufoka kama yule tena. Anakuja ile kuongea pia ni kwamba anajidefend kwamba nionekane niko sahihi. Sometimes pia ukishajua tabia ya mtu yupoje ni inakuwa vizuri sana kuishi naye. Ndio, ni vizuri sana. Kwa hiyo inakurahisishia. Kwa sababu niliwahi kusoma msemo mmoja kwenye Biblia unasema ishi na mpumbavu kulingana na upumbavu wake. Yes, utamsaidia sana kwa sababu unapotajibu unasema hekima kwa mpumbavu haiwezi kumsaidia, ni maumivu kwake kwa sababu unapozidi kumshauri jambo zuri yeye hawezi kulielewa kama jambo zuri. Kwa jambo la msingi la kumsaidia zaidi ni kwamba ishi naye, lakini pia kama anawezekana wa kufundishika mwambie. Wengine hawafundishiki. Ila kuna wale ambao sasa hafundishiki, ana mambo yake. Kwa ni vizuri sana mtu nikimwona kama mtu hivyo huwa pala kipoa ana fulana muambia kwa nini unafanya hivi. Mbia sasa mwanake kila mmoja ana level za kuheshimu watu. Yes. Yaani ambaye amekufokea wewe anifokee mimi. Nikimwita sema mwalimu samani na mlikuwa unasemaje? Ndio kwa nini nilifanya vile. Mwalimu angefoka kama kawaida yake, ila sasa mtu anaongea naye muda huu anamheshimu. Sasa samani mimi niambie ukweli. Kama wewe unaniheshimu kweli. Kweli mimi nilikuwa hivi, nilipoga mtoto nilikuwa nafokewa sana na nyanyasika, nafanyaje spirit kizangu unaona mtu kifanya hivi. Okay. Unaanza kudili na hilo jambo kwa sababu ni mtu anamheshimu. Kwa mtu kimwona mtu hivyo pia sio tu muache, mpeleke kwa mtu anayemheshimu. Ila kama ana mtu anayemheshimu sasa. Sawa. Namna kumsaidia ni ngumu. Sawa, tumalizie na mawasiliano yako. Mtu akitaka kukupata upande wa social media lakini pia na namba yako ya simu kwa watu ambao wanahitaji ushauri. Okay. Namba yangu ya simu ni 07 622 619 97. 07 622 619 97. Lakini wale wanatumia Airtel hiyo ni Voda 07 83 40 29 77. 07 83 40 29 77. Lakini pia kwenye social media aingie kwa jina la Mwalimu Baraka Mwajeka.